baby. Like open book. Bana, matukio ni mengi, lakini moja kati ya tukio ambalo liliweza kufanyika katika usiku wa jana ilikuwa ni tukio ambalo ni la Dogo Patin aliposhindwa kabisa kuperform, sauti yake iligoma kabisa kutoka. Wengi wakawa wanahisi kwamba inawezekana Dogo Patin alikuwa amepitia katika mikono mibaya, alikuwa amepita katika mikono labda waganga wa kienyeji walikuwa wanahusika katika jambo hili, kwa sababu katika stage hiyo hiyo pia Sergeant naye aliweza kupanda katika stage na mwisho wa siku akafanya poa zaidi. Lakini kibaya ni kwamba Dogo Patin alipopanda sauti yake ikagoma kabisa kutoka, akawa anajaribu kuiforce kutoka, lakini haikuweza kabisa kufanikiwa kuweza kutoka. Wengi wao wakawa wanajaribu kusema kwamba mengi yaliweza kutokea kwa sababu show ambazo alikuwa amezifanya kwa muda mwingi sana alikuwa ameweza kupoteza nguvu kubwa sana. Kwanza kabisa Dodoma aliweza kufanya show 4 mfululizo ndani ya wiki moja hiyo hiyo. Baada ya hapo tena akaweza tena kufanya show nyingine tena huko Iringa, akaenda tena Shinyanga, anarudi tena kufanya kazi Ilala, ikawa ni moja kati ya tukio ambalo lilikuwa kama vile limemoverdose. Sasa kibaya zaidi ni kwamba wengi walikuwa wanasema kwamba Dogo Sergeant na Chino Kid wanahusika katika jambo hili, na mmoja kati ya mtu ambaye amejaribu kuongelea jambo hili anasema kwamba ni Cox dawa yao. Anasema kwamba Chino Kid kashamrushia sungura Dogo, na mwisho wa siku watu wameanza kuhusisha masuala ya kishirikina, na baada ya muda mfupi Dogo Sergeant alipoingia katika stage alikiwasha vibaya sana, na hapo ndipo watu walipoanza kusema kwamba inawezekana katika kipengele ambacho Dogo Patin alikuwa amekikosea basi ni kipengele cha kumkataa mwenzake Dogo Sergeant. Sasa hapa kuna mmoja anaitwa Lau Zetaro anasema kwamba kama unaamini Dogo Patin atarudisha sauti yake kwa uwezo wa Mungu basi weka like hapa. Huyu alikuwa anatafuta likes tu, lakini mdogo sana hapa katupiwa jini mkaba kwa huyu. Kwa hiyo wengi wanasema Dogo Feruzi anaona mambo yasiwe mengi, waacha ayamalize kwa mtaalamu. Kwa hiyo wengi wanajaribu kusema kwamba Dogo Sergeant ambaye ni Dogo wanamuita Dogo Feruzi ameamua mambo ya wataalamu ndio yafanye kazi kwa muda huu, sio kuchezewa. Dogo mazoezi hana kabisa. Huyu anasema anaitwa Elifabria Fabi anasema kwamba sio kuchezewa, Dogo mazoezi hana, show haipo kwenye studio hiyo brother, hiyo ni show. Alafu pia kuna ile kuimba kwa miemko kwa sababu ya ndo mara yake ya kwanza. Unapotaka kujitutumua ndo hapo unaanza kuharibu, sababu hiyo ilikuwa ni moja kati ya show ambayo amejaribu kushare stage na mastaa wakubwa. Pia Zoo Outfit anasema kwamba Dogo apumzike jamani, kafululiza sana. Wills anasema hapo kuna mawili, wamemroga msanii au show back to back. Anyway, tupo njiani kwenda kwa mganga, tutawajuza zaidi. Bana, watu pia wameweza kuhusisha masuala mawili, aidha ni swala zima la sauti au ni show za back to back ndizo ambazo zimeweza kusababisha mambo yote haya yameweza kutokea. Muki Lucas anasema kwamba Dula Makabila mbona mapema sana hivi jamaa, mbona mapema sana hivi jamani. Alafu huyu mtoto Dula, yani watu wanajaribu kuhusisha kwamba inawezekana kwamba Dula Makabila aliyefanya mambo yote haya. Lakini pia
pia wanajaribu tena kumuinsist kwamba inawezekana kwamba huyu dogo pamoja na management yake nzima kiujumla, basi show back to back ndizo ambazo zimeweza kuleta impact hii ambayo ni mbaya sana kwa sasa. Wengi wanajaribu kumlaumu kwa aina ya muziki ambao alikuwa amepanda kwenye stage, na mwisho wa siku wanaanza kuona kama vile dogo tayari kuna kipapatio kimeshakanyagiwa chini. DJ Domi anasema kwamba mdogo wangu halali, alafu anaimba kila siku, sauti imekauka, hakuna uchawi hapo. Kwa hiyo wengi wanajaribu kusema kwamba kuna uchawi, wengine wanasema kwamba hamna uchawi. Nini ambacho unadhani wewe kama shabiki? Je, hapa kuna uchawi au ni maiki ilikataa kutoa sauti ya Dogo Paten? Alijaribu kunguruma mara ya kwanza, mara ya pili na mara ya tatu, zote kwa pamoja zikawa zimegoma kabisa, na haya yote yakaweza kuonekana kama vile ni njia ya kwamba anataka kumstopisha kutoka kwenye njia yake. Sasa habari mambo leo anasema kwamba hii ndio ubaya ubwela sasa. Bongo yani kwamba ubaya ubwela ni kwamba kama ulifanyia mtu ubaya, basi na mwisho wa siku mambo yanaanza kutokea kwako yanakuwa ndivyo sivyo. Hii inaonyesha kwamba ni kwa namna gani ambavyo DJ wake ambaye anaitwa Boba, watu wengi walikuwa wanatamani kwamba huyu anaitwa Tafu Katozi anasema kwamba Boba angeendelea kusema nao, yani Boba yule ambaye ni DJ wake angeendelea kugonga beat, angeendelea kugonga ngoma ili aendelee kusema nao, kwa sababu msanii mwenyewe ndio alikuwa anajaribu kumwambia Boba hebu endelea kusema nao, kwa sababu yeye mwenyewe sauti yake ilikuwa haiko sambamba. Lakini pia yule ibilisi aliyempanda kichwani leo kapanda naye jukwaani sasa kwa sababu watu wengi walikuwa wanajaribu kusema kwamba yule katika ngoma yake amekuwa akisema kwamba ibilisi amempanda kichwani. Sasa kwa mara nyingine tena sasa hivi ndipo ameweza kumpanda vyema zaidi. Lakini pia Nyama Choma Festival anasema kwamba niliwaambia msanii ni dogo mazombi, mkaniona ni mjinga. Kwa hiyo sasa huyu ndio ameanza kuonekana kwamba anazingua zaidi, ila waja wameshamnyea tayari, waja wameshamfanyia maunyama eti ni kizaazaa. Hapa kwa wabongo lazima unyonke. Utasikia watu wanasema kwamba kalogwa, ni kweli. Kala show mfululu wapumzike kwanza. Mr Black anasema hivyo. Lakini pia Mary Brown anasema amejaribu kulia kabisa kwa hicho kitu ambacho kimeweza kutokea. Bwana akashamnyia pumu yake huyu sasa. Bana, watu wengi, hii ndo bongo, hakuna cha kuloga wala nini. Dogo ana perform kila siku, hatumii mafuta, anatumia sabuni, sauti inakauka, ni kawaida ya mtoto mwenye mtoto mbichi huyo. Acheni fikra potofu. Watu wamejaribu kuonyesha kwamba kuna fikra potofu ambazo zinaendelea katikati. Je, wewe kama shabiki ambaye umeweza kushuhudia hichi ambacho Dogo Paten ambacho ameweza kukifanya, na mwisho wa siku kwa sasa hivi watu wengi wamerudi kwa Dogo Sergeant na kuonyesha kwamba Dogo Sergeant ndiye ambaye kwa sasa hivi ana muonekano mzuri, amekaa kistar. Kwanza kabisa Chino Wana Mando anazidi sasa kumpa shout out na umafia wa kutosha. Kwanza kabisa nikupe tu siri moja, aliyempandisha Dogo Sergeant katika stage pale ni Chino Wana Man, na mwisho wa siku Chino ameweza kuchukua hizo shout out kwa kile ambacho ameweza kukifanya. Mashabiki wengi pamoja hapa natembea katika page ya kwa Bongo Trend ya habari, ameandika na kusema kwamba ina Dogo Sergeant kakaa kistar sana, performance yake ni noma, sio ya makelele, umeweza sana Chino Kid. Yani kwa kifupi ni kwamba watu wanajaribu sasa kurudi kwa upande wa kwake Chino Kid. Timu mdogo Sergeant, click button there. Watu wameanza kurudi tena kwa Dogo Sergeant. Wanasema kwamba hey Wills anasema kwamba mega superstar ni Dogo Sergeant. Amiti Mitindo anasema hapana, unadanganya, madogo wana ligi kali sana. Huyo ni Cox Dawa yao, anasema kwamba John Nation amna kitu, watu wanamshangaa tu, watu wanajaribu kumshangaa, lakini ukweli ni kwamba katika show ambayo amefanya Dogo Sergeant nzuri basi ni pamoja na hii, na watu walikuwa wanajaribu kumshangaa, lakini ukweli ni kwamba ndio aliyefanya vizuri katika usiku wa jana katika upande wa hawa madogo waliokuja katika stage. Chino Kid kwenye swala zima la kumwandaa huyu dogo amekaa vizuri. Lakini pia watu wanajaribu kusema kwamba usikute huyu ndiye aliyemkausha Dogo Paten sauti, lakini ukweli kipaji kiko moto. Watu wanaongea vitu viwili kwa wakati mmoja. Kipaji kimekaa vizuri, lakini pia watu wanajaribu kusema kwamba inawezekana kwamba Dogo Sergeant ndio aliyemkausha mwenzake sauti, lakini kwa Dogo Paten watu wanadhani kwamba huyu dogo hawezi kitu kwa aina yoyote ile. Kwa hiyo kwa sasa hivi Team Paten na Sergeant ndio inazidi sasa kuwaka moto. Watu wanadhani kwamba Sergeant amemkamata Dogo Paten sauti yake, yani ameipitisha sauti yake kwa mtaalamu. Je, wewe una lipi la kusema? Na mwisho wa siku sasa hivi anaenda kwa jina la Jasusi. Jasusi ambaye ameletwa na Chino Kid. Chino Kid ameandaa bomu lake na mwisho wa siku amelipua. Bana, mimi sitakuwa na zaidi kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.